viongozi wote wenye wamehudhuria hapa, wananchi wa Garsen constituency, amjambo. Kwa majina naitwa Kopondo Otieno. Kwa sasa na hudumu kama mwalimu mkuu wa Garsen High School. Nilikuja hii Tana River mwaka wa 2009. Nimekaa sana, na kwa mjadala wa leo ningependa kusema naunga mkono hii bill yenye iko mbele yetu ya kuwa hazina ya NGCDF na hazina ya Senate Oversight Fund, na pia ile hazina ya affirmative action ya NGAF, yani NGAF. Kuongea zaidi ni ya kuhusu CDF. CDF imekuwa ikitusaidia sisi kama walimu, inatusaidia kupata zile vifaa tunatumia kuhakikisha watoto wetu wanafanya vizuri. Kwa mfano mwaka 2018 nilipata kutumwa shule ya upili ya Urara ilianza. Ilikuwa shule hatuna hata darasa hata moja, alikuwa nasoma chini ya mti. Na ni shule ambayo NGCDF ilisimama nayo, ikajenga majengo pale, ikaweka fence, na hata wale watoto wanasoma pale wanahakikishiwa kwamba kila mwaka wanapewa basari ili ile mzigo ya kulipa karo itoke kwa mzazi. Na hiyo shule ilipia uweza kutoa nafasi ya ajira kwa wananchi. Juu haingejengwa pale, wale wenye wamejiriwa pale wangekuwa na kazi. Imeajiri wale wamesoma sana, na pia wale wanavijiji wanafanya zile kazi zingine. Hiyo shule imeweza kuajiri. Na pia hiyo shule imeweza kufanya wale watoto wametimiza ndoto yao, kwa sababu tangu enze kuna zaidi watoto kama 30 wameweza kujiunga na vyuo vikuu kwa sababu ilianzishwa na CDF. Na pia nikirudi nyuma, tangu ni ingia hapa Tana River nilipata kama shule ya Garsen constituency zilikuwa 4 na zilikuwa 5. Zilikuwa tu Garsen High, ilikuwa Tarasa, Ngao Girls, na ilikuwa na Kipini Secondary na Gadeni. Zile zenye zimefuata zote zimefadhiliwa na CDF, ambayo kwa sasa zimefika 17 zenye ziko zinaendelea, alafu kuna zingine 3 zijafunguliwa rasmi kama Gatundu, Gobukokane na moja iko Asa. Na ningependa kusema kwamba CDF iwachwe, hiyo fund iwachwe kwa constituency, kwa sababu constituency pia ni electoral unit, na ile pesa ikikuja constituency itakuwa inaendea ule mwananchi na itakuwa inasaidia maendeleo kwa wote, kwa kila inchi, kwa kila constituency inchi nzima. Asanteni. Karibu madam. Kwa jina naitwa Moses Chaimrima. Mimi ni mwalimu mkuu wa Kipawa Secondary School, na nashukuru kwa hii kikao. Kwanza ningesema kwamba katika hizi bills 3 ya CDF, ya Senate Oversight na affirmative action, katika hizo zote mimi naunga mkono. Hasa ile ya CDF naunga mkono kwa misingi 2. Ya kwanza, CDF especially imetusaidia kwa mashule zetu Garsen katika misingi inaitwa miundo msingi, infrastructure. Shule zetu nyingi zimekuwa na uhaba wa madarasa, zimekuwa na uhaba wa laboratory, zimekuwa na uhaba wa machoo, lakini kupitia kwa hii hazina tumesaidika sana. Sasa hii ukienda karibu shule zetu zote 17 za hapa Garsen Tana Delta ziko na hizo vifaa, hata kama bado hatujafikia pale tunataka, lakini tumesaidika kwa kiwango kikubwa sana. Ninaamini kwamba kama isingekuwa hiyo usaidizi, hatungekuwa pale tulipo. Kwa hivyo mimi naunga mkono iendelee kubaki, kwa sababu imetusaidia hasa kwa shule ya Kipawa kama mheshimiwa Ali alivyotaja. Hii shule ilianzishwa mwaka wa 2018 na imeshikiliwa na CDF sana. Karibu kila mjengo ulioko pale shule ni CDF. Sasa hii tunajengewa administration block, tumeletewa maji na vitu mingi tumefanyiwa. Na mimi naona kama isingekuwa CDF ile shule ingekuwa
iko katika hali ya kusikitisha. Kwa hivyo naunga mkono. Alafu ya pili, msingi wa pili ni usaidizi wa bursaries. Wazazi wetu tukizingatia katika maeneo haya wana uhitaji, uwezo wa kifedha uko chini, na ninaamini kabisa kama isingekuwa usaidizi wa CDF, watoto wengi hawangeenda shule, watoto wengi wangekosa masomo. Lakini nashukuru kwamba kupitia kwa CDF vijana wengi wamekuwa supported kulipa fees, kulipiwa fees, na imefanya vijana kadhaa kwenda university. Hata pale Kipao shule ambayo iko ndani kule kijijini pia nayo inajikakamua na kuna vijana wanaenda university. Tunashukuru sana kwa sababu imesupport. Ikifika ni ile bill ya affirmative action pia naunga mkono kwa sababu tumekuwa tukisaidika. Kuna vitu tumesaidika navyo, kwa mfano hizi sodo za watoto wasichana tumekuwa tukipata kupitia kwa hiyo, na ninaona imesaidia because wasichana wetu wakati mwingine wangekosa shule ama wangechelewa kufika, lakini wanasaidika kwa hiyo. Pia mara nyingine tunapata basari kupitia kwa hiyo, so naunga mkono ikiwa katika hiyo sehemu. Otherwise nashukuru, mimi naunga mkono. Asante. Wageni kutoka Nairobi, director wetu langu, kwanza nashukuru kupewa hii nafasi. Mimi ni mwalimu mkuu, kwa majina naitwa Maulid Dado, mwalimu mkuu Garseni. Ningependa kuunga mkono hizi bill zote tatu. Kwa nini naunga? Tukianza na CDF, nafikiri itakuwa ni ukosefu wa nidhamu kidogo tukisema ni CDF haijafanya chochote kwetu. CDF ilifanya miradi mikubwa. Nikiangalia nyuma kidogo historia, Tana River ilikuwa mwaka wa 2000 kabla CDF haijaanza. Shule nyingi wanafunzi wanakaa kwenye mchanga kama hii. Darasani hakuna darasa. Tumesoma kwenye shule, ukuta ilikuwa ni ya udongo na inatobolewa kila mahala. Lakini saa hizi ukitembea kila mahala imeandikwa CDF Garseni, CDF Tana North, CDF Galole, aka ukienda kule Mombasa, unaona CDF walifanya mengi. Kwa hivyo ya mwisho kabisa, CDF walitufanyia ukarabati ofisi ambapo ilikaa kwa muda. Hiyo ofisi ilikuwa imejengwa na asbestos, ilikuwa na madhara makubwa sana, lakini tuliomba ufadhili kadhaa. CDF ndio wakaja kutumalizia. Lao ungekuwa CDF hangekuweko, hata saa hii tungekaa kwenye ofisi ambayo tunajua inatuletea madhara. Upande wa Senate oversight, hii pia ni muhimu. Lazima tuunge mkono kwa sababu tunaona japo hawana pesa ya kutosha, imesaidia ya kutosha. Tukiangalia upande wa affirmative, kuna shule kadhaa hata wamepata hiyo nafasi kujengewa vyoo, kusaidia wanafunzi. Upande wa bursaries, nafikiri wanafunzi wengi katika eneo la Tana River wanatumia hii pesa ya CDF kufaidi. Lao hangepewa ingekuwa ni shida. Ningependa kuomba hii CDF kama bursaries zinatolewa hata primary, kuna watoto wana mahitaji wapewe. Pesa ziongezwe hata ende paka mashinani kwa shule za primary. Kwa upande mwingine, tukizungumzia CDF, mwenzangu ashatangulia, kuna mambo kadhaa ambayo mengine tunaona mengine hatuoni, lakini kwa mfano ukiangalia basi imeandikwa inaonekana ama haionekani. Darasa linaonekana ama halionekani. Kwa sababu hiyo naunga mkono zote hii bill, pesa iongezwe ifaidi zaidi. Asanteni. Asante sana Bwana Maulid. Sasa kuna wanafunzi wawili. Kuna wanafunzi wawili wa TTC. Wako wapi? Sijui wako wapi? Emanuela na Nawal. Wako wapi? Ya teacher Maua Primary. Mimi naunga mkono mbili zote tatu. Kwanza CDF upande wa primary, naongea kwa niaba ya walimu wa primary, imetusaidia sana upande wa kunijengea mashule. Kwa mfano mimi nimefunza shule nyingi sana hapa Gariseni, na zote kila wakati naona mheshimiwa anatujengea madarasa, anafanya marekebisho ya madarasa, anatuletea madawati. Kwa hivyo mimi na pia wale watoto wakati ule walikuwa nasoma wanakimaliza KCPE, wengi wale wanatoka familia ambao hazina uwezo vizuri,
pia anawasapoti na bursaries. Kwa hivyo mimi naunga mkono hiyo pesa ya CDF iwe officially, iwe kwa constitution, na pia ikiwezekana iongezwe ili tuweze kupata maendeleo kwa wingi. Pia nataka nikumbushe ndugu zangu wa secondary, kuna kipengele sikusikia wakisema, naona karibu secondary zote zetu zina basi. Kwa hivyo pia na hapa kwa ubafu naona imeandikwa Gariseni CDF Constituency Funds. Kwa hivyo pia mheshimiwa, tunasema asante, na hiyo pesa kusema hakika inasaidia wazazi wetu wa Gariseni. Na pia ile pesa nyingine ya affirmative action tunaitaka ili hii sehemu vile iko chini kimaendeleo iendelee kusaidiwa. Na pia ile pesa wa senator pia ni muhimu kwa sababu itawasaidia kwenda hapa na pale kuhakikisha kazi yao inaenda vizuri. Kwa hivyo asanteni sana. Asanteni.